Bila shaka hata Azizi pia ameambiwa hilo. Ni kocha wa namna gani? Nini sana anakizungumza na ukimwangalia ana focus na vitu gani hasa kwenye kazi yake? Coach Mangoba ni mtu ambaye yeye ni very demanding. Ni mtu ambaye anahitaji vitu vingi sana kutoka kwa wachezaji wake. Why? Ni kwa sababu ya uzoefu ambao amekuwa nao, ambao nilikuwa nauzungumzia hapo awali, kwamba kwa sehemu ambayo alikuwa amefika kwenye coaching, ni kocha ambaye anajua nini kinahitajika kwa ajili ya watu kuweza kushinda mataji, especially mataji makubwa. Kwa hiyo anajua nini ambacho kinatakiwa kitoke kwa wachezaji ili kuweza kufikia hiyo level ya kuweza kuhakikisha kwamba tunafikia malengo makubwa ya club. Kwa hiyo moja ya sifa yake ya kwanza mimi nitakwambia, he's a very demanding coach. Very demanding. Very demanding. Lakini ana act kama mzazi kwa kikosi ambacho yeye anakiongoza, kwa sababu anajua kabisa kwamba ili uweze kupata the best kutoka kwa wachezaji wako, lazima uhakikishe kwamba unaweka karibu na wao waweze kujisikia wako salama wanapokuwa around you. So ameweza kuifanya hiyo kwa kiasi kikubwa sana na vizuri, na naamini ni moja ya vitu ambavyo ni vya muhimu sana kwa kocha ambaye anajua jinsi gani ya kuweza kulead kundi lake na mwisho wa siku kuweza kupata the best from them. Kwa hiyo hizo ni sifa kuu mbili ambazo mimi naona ni moja ya vitu ambavyo vinaweza vikatusaidia na kutuweza kutufikisha kwenye nchi ya asali. Haya bwana, mmemsikiliza vizuri kabisa meneja wa Young Africans Walter Harrison wakati kikosi kikiwa kinaendelea kupiga tizi, na kama unavyomuona Stefan Aziz Ki, shemeji wa taifa, mbona kama kachoka hivi Stefan Aziz Ki? Alikuwa anacheza akafanya mazoezi kweli huyo? Kwa namna ambavyo unamtazama Stefan Aziz Ki, mbona mazoezi kidogo anaonekana kachoka? Au ndo utumishi umekuwa ni mwingi sana? Anapiga push-up mbili tu Stefan Aziz Ki, unamuona kabisa kachoka. Yaani push-up mbili unamuona kabisa Stefan Aziz Ki amefanya nini? Amechoka kabisa. Anaweza kweli mikiki huu? Ukimtazama tu Stefan Aziz Ki kidogo tu mazoezi kidogo anahema, lakini angalia mapafu ya mbwa yao kwa Satola, si ndio? Lakini pia vile mtazame tu kama Fred Ngoma, Bakari Nondo Mwamnyeto sasa hivi kazini kwake kuna kazi, lakini kuna bwana mdogo Chuga Boy sasa hivi hatujamuona akipata nafasi ya kucheza, maana yake tunasubiria aanze kupata nafasi ya kucheza. Lakini Eric Mwijage tumeshamuona ameshathibitisha kwamba ana uwezo wa namna gani wa kuweza kuisaidia timu, na unamwona kocha Mangoba Mniti anampa nafasi ya kucheza. Lakini pia vile ukijaribu kuangalia kwa mtu kama Fred Ngoma, Omar Faruku Komara, Omar Faruku Komara hatujamuona zaidi akipata nafasi ya kucheza. Kwa hiyo tunasubiria kuweza kuona chemistry kati ya Ibrahim Baka na Omar Faruku Komara. Hiyo ni ya kwanza, combination ya kwanza. Combination ya pili tunatamani zaidi kuweza kuona ni ya Omar Faruku Komara na Bakari Nondo Mwamnyeto. Omar Faruku Komara pamoja na nane, pamoja na Dickson Jobu. Hizo ndio combination ambazo kimsingi tunatamani zaidi kuweza kuziona kwa sasa. Lakini pia vile katika eneo la katikati watu wanataka kuona chemistry kati ya Fred Ngoma pamoja na Duke Abuya, ama Fred Ngoma pamoja na Mudathiri Yahya Basi. Lakini kule mbele watu wanataka kuona muunganiko wa washambuliaji wawili, kwa maana kama kocha atatumia mfumo wa 442 kumuona pacha ya Selemani Mwalimu na Shashaman Peter Sharulile, au Selemani Mwalimu na Shehi Ture, ama Shehi Ture pamoja na Shashaman. Lakini pia vile combination nyingine mapacha tunategemea kuweza kuona kuna utatu. Mashabiki wa Young Africans wanatamani sana kuweza kuona utatu huo, maana yake tunazungumzia ile triangle kati ya Stefan Aziz Ki kwa maana namba 10, Albert Kangwanda pamoja na nani, pamoja na Hussein Zakwani. Hiyo ni miongoni mwa pacha ambazo watu wanatamani zaidi kuweza kuona, maana yake unazungumzia huo utatu, watu watatu ambao utakwenda kuwapa kitu cha design gani. Kwa YouTube unaitwa Amina Ismaili anasema samahani, naomba kujua mbona Simoni Mzize. Mzize hajaonekana kwenye mazoezi haya, lakini mazoezi ya kesho atakuepo. Lakini Clement Mzize, maana yake kwa mujibu wa taarifa kutoka Young Africans ambayo ilithibitishwa na Ali Shabani Kamwe, ni kwamba alithibitisha ni kwamba Clement Mzize atarejea uwanjani
ambayo itakuwa ni mwezi wa 10 mwanzoni, yeye pamoja na Dickson Job, licha kwamba wanaendelea kufanya mazoezi, lakini bado, kwa maana kwamba atarejea uwanjani mwishoni mwa mwezi, yaani mwanzoni mwa mwezi wa 10. Unaitwa pia Mark John anasema walai, anasema watu wanasema hawataleta timu uwanjani. Edward anasema mwaka huu, anasema makombe yote anasema Tanzania na moja Afrika. Haya bwana, sawa, tuendelee kumsikiliza Walter Harrison, meneja wa Young Africans, akiendelea kuzungumza. Anatamani kwa